kampeni yetu ambayo inajulikana kama Mabingwa Wanastahili, na kama alivyoelezea mkurugenzi wetu wa masoko, kampeni hii lengo lake kubwa ni kusherekea kwamba bia yetu ya Safari Lager imekuwa bia ya kwanza ya Kitanzania kudhamini kombe la dunia la mwaka huu 2026. Ni jambo kubwa sana kwa bia ya Kitanzania kuweza kushiriki katika majukwaa kama haya ya kimataifa kama mmoja wa madhamini. Sasa hilo ndio kubwa ambalo tumetuleta hapa. Na kikubwa ni kwamba kampeni hii tuliamua kuizindua kwa kitofauti kabisa, kwa sababu bia ya Safari Lager kwa miaka zaidi ya 40 imekuwa nyuma ya michezo huu wa mpira wa miguu, na tulishawahi kudhamini ligi kuu, na pia kwa miaka miwili iliyopita tumekuwa pia tunatafuta vipaji vya mpira na kuvikuza, kuhakikisha kwamba tunatafuta chipukizi wa mpira wakue na waweze kuingia kwenye timu rasmi, na tunafurahi kuona kwamba kupitia programu yetu hiyo ambayo tunaifanya ya Safari tumeweza kupata mabingwa 16 ambao wamesajiliwa kwenye timu mbalimbali. Makofi tafadhali. Wow. Lakini na kikubwa ni katika uzoefu wetu na katika kuangalia, tumeona kwamba katika mchezo wa mpira kitu kikubwa sana ni mashabiki. Yaani bila mashabiki timu huwa ni kwamba wao ndio wanafanya mpira unoge, wao ndio wanakuza mpira. Lakini mashabiki mara nyingi huwa hatuwasherehekei sana. Mara nyingi ukienda mpira unaangalia timu, unaangalia kwa japo mashabiki wanasherehekea timu, lakini wao hawajawahi kupata fursa kubwa ya kusherehekea. Kwa hiyo sisi tuliamua kuwatazama mashabiki wetu kwenye kupitia kampeni hii, na ndio maana tulisema Mabingwa Wanastahili ni mabingwa hawa wa kila siku ambao wako nyuma ya timu zao, wako nyuma ya familia zao, kila siku wanahangaika, lakini hawako kwenye stage za mpira wa miguu. Kwa hiyo hamna anayewasherehekea. Kwa sisi Safari tumewaona kwa kuwatengenezea jezi rasmi ambayo tunaita ni jezi ya mabingwa, ambayo ni kama hii nimeivaa hapa, ambayo nitaielezea zaidi ina vitu gani mbalimbali. Okay. Jamani, mpigeni makofi. Asante sana Pamela Madam kwa kuweza kutujuza. Kumbe this time around mashabiki wamekumbukwa kabisa, na hao ndio mabingwa wenyewe. Umenikumbusha kipindi ambacho tunapambana na COVID, tulikuwa twendi uwanjani. Yaani wanaocheza wenyewe wachezaji unaona kabisa kwamba ile morality iko chini sana. Kwa hiyo pongezi sana kwa Safari kuweza kukumbuka mabingwa, na wataenjoy sana kipindi hiki cha msimu wa kombe la dunia. Thank you. Basi niende kwa Didi. Didi, naomba washe mic. Wewe umekuwa ulimwengu wako upo kwenye mitindo. Ulimwengu kuiona kweli. Umefanikiwa kuiona? Ndio. Sasa unipitishe kwa sababu mabingwa wanakusikiliza. Nikiwa na maana ya mashabiki wa mchezo wa soka. Je, imekidhi vigezo vya mambo ya swag na nini? Yaani mtu akivaa vigezo vyake, je, imekidhi? Kiukweli jezi ni nzuri sana. Ni jezi ambayo imetengenezwa kwanza ni unisex, inaweza kuvaliwa na mwanamke na mwanaume, lakini pia iko related na mazingira yetu ya Kitanzania, hasa kwa vijana iko related nayo sana. Ni rahisi kwa kijana, anaweza kaivaa na kitu chochote na akaenda nao pia sehemu yote. Inaweza kaa kwenye mishemishe za kazi za kila siku, inaweza kaa kwenda bar, kwenda beach kutulia, inaweza kaa yani sio tu kwa ajili ya kwenda nayo kwa uwanjani kwa ajili ya kuangalia soka au labda vibandaumiza kwa ajili ya kuangalia soka. Ni jezi ambayo imetengenezwa vizuri na iko related sana na this generation, tunaita generation Z. Gen Z, yeah. Okay, sasa Didi, toaje muonekano wangu uweje nikiwa nimevaa hii jezi kwa haraka tu? Okay, kwa upande wako wewe unaweza ukavaa jezi, ukavaa na jeans, pia ukavaa sneaker ambayo inaweza kuwa ni simple like white sneaker au sneaker yote ambayo haishout, lakini unavaa vizuri na unapendeza. Okay. Kama unakwenda beach? Kama unakwenda beach unaweza ukavaa na short pants, inaweza kuwa ni red au inaweza kuwa ni white. Chini unaweza ukavaa sandal simple tu, lakini ukawa umependeza na glasses nzuri kabisa. Okay. Asante sana Didi. Huyu ndio stylist wetu, anatuambia jinsi gani ambavyo tunaweza kubang na washa mic bro. Mheshimiwa mgeni rasmi, bila shaka utaungana na mimi kati ya wachezaji ambao wanajua kupoa, wanajua kutupia. Huyu bwana yuko vizuri. Hata unapomwona ametupia unaweza kujua
Huyu ni Mbappe au vipi Ukienda kwenye social network kwa kivua jezi akiwa amevaa swaga zake, ni mtu ambaye anapangilia vizuri muonekano wake. Sasa Kibabage, umesikia Safari Laga wamezindua jezi kwa ajili ya mashabiki, na mtanange wa kombe la dunia unakuja, FIFA World Cup 2026. Jezi umeiona, si ndio? Yeah, nimeiona. Hebu niambie, inapokuja swala la muonekano, wewe unaipa thamani ipi hii jezi kwa shabiki ambaye atakwenda kuivaa, na wewe kama ni mtu ambaye unapenda kutupia pia, lakini pia ni mwana sport, mwana soka? Kwa sababu ukiangalia muonekano wa jezi, sogeza mic kidogo, kwa material yake kwa hususa kwa watu wa mpira zaidi inapendeza. Hata ukiangalia mbeba kwanza rangi ya jezi ya timu ya taifa ambayo jezi ya nyumbani, na kwa Mtanzania yote na imani akivai na mtu wa mpira yote atapendeza sana. Okay, safi. Na labda hii jezi tunaambiwa ni unisex kwa wote, kwa kina dada na kwa kina baba, sawa, wake kwa waume na generation zote. Sasa niambie wewe hapo, Didi ametuambia jinsi ambavyo atakuwa amenivalisha mimi. Hebu jivalishe wewe ukiwa na hii jezi kuanzia juu mpaka chini, jivalishe, alafu ile picha utakayoipost ukiwa kwenye hii jezi, watu watakuwa ukiwa na muonekano upi? Mimi nitavaa jezi kama jinsi ilivyo na rangi ya blue. Nitavaa na jeans nyeusi au kwa rangi jinsi ambayo niloivaa. Okay. Na labda nyeupe kama hivi. Okay. Yeah. Kofia sio vitu vyako Kama itokea unaweka kofia, unaweka kofia rangi gani? Naweza nikavaa kofia nyeusi. Unaweza kuvaa kofia nyeusi? Yeah. Asante sana. Au masuala ya engo. Unazingatia engo. Thank you. Asante sana Kibabage. Chua. Sana. Wewe ni mimi kama designer, cha kwanza ambacho napenda kuangalia kwenye vitu ambavyo napenda kuvifanyia kazi ni rangi. Yes. Okay. Moja kati ya rangi ambazo zilizoko kwenye bendera ya Tanzania nyingi ni rangi ambazo zimepoa na zinavutia. Mtu yote anaweza akaitumia kufanya chochote. Kwa hiyo kwenye hii jezi kuna rangi pendwa kwa watu wengi, hasa vijana, wazee. Unajua wazee wapendi rangi zinazong'aa, au watu wa umri wako wapendi rangi zinazong'aa. Bro, umri wangu umri gani bro? Ni Gen Z bro. Wewe ni Gen Z? Okay, watu wa juu ya Gen Z pia. Okay. Na wazee hawapendi vitu ambavyo viko colorful. Yeah. Kwa hiyo kitu ambacho kimenivutia sana kwenye hii jezi ni rangi, namna walivyocheza na rangi. Kitu ambacho kimenifanya mimi kuinspire kutengeneza kitu special kwa ajili ya kupromote pia hiyo jezi. Nikizingatia zile, mimi nadili sana na African print materials za hapa Tanzania, kutengeneza utalii wa Tanzania pia. Kwa hiyo cha kwanza nilichokifanya ni kutengeneza, kubuni kitu ambacho naweza nikaweka akavaa na hiyo jezi. Yaani anaweza akafunga kanga akavaa na hiyo jezi. Okay. Anaweza akavaa suruali ya kitenge akavaa na hiyo jezi. Anaweza akavaa dera akafunga dera akavaa na hiyo jezi. Yaani jezi ni kama maji. Ukiyaweka kwenye kikombe yanaenea, kwenye mchungu yanaenea, yaani mahali popote ukiweka maji yanakaa. Ni kama hiyo jezi. Kwa hiyo tulichokifanya sisi ni kuimixi na product ambazo zinapatikana hapa Tanzania, kwa sababu soka pia ni sehemu nzuri ya kutangaza nchi ambayo tunacho, utalii na vitu vingi vya asili ambavyo tunavyo. Kwa hiyo nimetumia fursa hiyo pia kudesign vitu tofauti ambavyo vinaendana na hiyo jezi. Okay. Wewe mwenyewe umepata kuwa sehemu ya historia ya nchi yetu ukiwakilisha Tanzania, timu ya taifa kwenye michuano ya AFCON. Sasa nataka uniambie, leo hii jezi inazinduliwa rasmi na kuna mashabiki watakwenda kuenjoy jezi hii. Wewe mtazamo wako ukoje inapokuja swala la mashabiki watakuwa wanaenjoy hii jezi wakati kuna wanaume wapo uwanjani wanapambana kupitia Safari Laga ambao ni wadhamini?
Kwanza jezi mwenyewe nimeiona ni nzuri sana, na kama ambavyo unaweza kutuelezea kwamba madamu amesema kwamba ina kumbukumbu ambazo zipo kwenye ile jezi. Kwa hiyo nachokiamini au nachokiona, hata wale mashabiki ambao watakwenda kuivaa ile jezi, ina maana watakuwa wana feel na kuwa proud na mafanikio ambayo nchi yao tayari washayapitia au walishayafanya. Kwa hiyo nachokiamini kwa kila Mtanzania ambaye ataweza kuvaa ile jezi au mchezaji ambaye atakuwa uwanjani huko kaivaa ile jezi, na maana atakuwa ameibeba kumbukumbu ya Tanzania. Okay, asante. Na labda wewe kwenye maisha yako ya soka una kumbukumbu ipi ambayo pengine hujapata kuiona hii jezi, labda unatamani labda kama haipo iwepo, na kama ipo basi itakopo ni unyama zaidi? Kwenye maisha yako ya soka una kumbukumbu ipi? Mimi bwana, na kumbukumbu nzito kidogo. Nakumbuka wakati tulikuwa katika timu ya taifa ya under 17 2017, okay, kwenye mechi za kufuzu kwenda AFCON chini ya umri wa miaka 17, nilikuwa na ndugu yangu, yeah, tulikuwa tunahitaji sare tu, tulienda kucheza mechi na Congo Brazzaville, yeah, mpaka dakika ya 90 bila tunakwenda kuruhusu goli dakika 93. Yaani kwanza wakati huo mandhari ya uwanja, wale wa Kongo walikuwa wamejaza wanajeshi tupu, yani kwamba azifu kwamba walikuwa na plani ya kututisha, yani kwamba tunapokwenda kucheza at least tuwe na wasiwasi. Lakini tuliweza kuipambania nembo ya Tanzania mpaka dakika 90 zikiwa zimebaki dakika 3 mchezo uishe. Dakika ya 93 wale jamaa waliweza kupata goli. Ni kitu ambacho kilituumiza sana, tuliumia sana kwa sababu tulikuwa tushamwaga jasho jingi katika uwanja katika mchezo ule. Lakini tulikuwa proud kwa sababu tulifanya kila kitu kuweza kuipeperusha bendera yetu, lakini hatukufanikiwa katika hilo. Okay. Yeah. Kwa sababu alikuwepo Kibabage, mtu naye tupe ilikuwaje hiyo? Kumbukumbu yako ikoje kwenye hilo? Hisia zako zinasemaje? Kama nilivyosema hapo awali ndugu yangu, ilikuwa ni siku ambayo ni kwa kilio kwa kila mchezaji, kwa sababu tuliamini ndoto zetu zimefia pale. Kwa sababu ukiangalia tulifanywa kila aina ya hujuma kuweza kufeli katika ule mchezo, ila tumshukuru Mwenyezi Mungu tuliweza kuiendo ile pressure, ila hata goli lenyewe tulikuja kufungwa waliingiza mchezaji ambaye hakusajiliwa katika mashindano kucheza. Ni mtu ambaye alishavuka umri, ndo akaingia kama dakika 85 hivi, dakika kama 93 ule mtu ndo akaja kutufunga goli ambao uwanja mzima wote tulilala. Hapo nakumbuka kipindi hicho hata President Jamali Malinzi pia mwenyewe alimwaga machozi kwa sababu aliona tumeonewa, tumezulumiwa. Tunashukuru Mungu, haki ilitendeka, tukaweza kupita kwa haki. Okay. I say, lakini ndio hivyo, safari inaendelea. Rudi kwako madam sasa. Sana. Hii jezi ni zaidi ya jezi tu ya kuvaa, ni jezi ambayo ina technology ambayo kwa mara ya kwanza Tanzania tumeweza kuiweka kwenye jezi hii. Ukiangalia kwenye mkono wangu hapa kuna hii alama hapa. Okay. Hii alama ina kifaa ambacho kinaweza kutambua mwenye jezi hii, na baadaye tukikaa pembeni nitaonyesha jinsi inavyofanya kazi. Lakini cha muhimu ni kwamba ukija kuskani hii nembo hapa kwenye bega, itafungua peji ambayo itakuwa inakuipeleka kwenye ulimwengu wa safari na ulimwengu wa mabingwa. Pale kutakuwa na profile yako ambayo kutakuwa na points ambazo ukiendelea kushiriki katika kampeni yetu unaweza kuendelea kujipatia pointi hizi na kuzawadiwa kibingwa, kwa sababu sisi tunaamini kabisa kwamba mashabiki wetu wanastahili kuzawadiwa kwa sababu wanahangaika kila siku kwenye maisha yao, lakini hii ndio nafasi pekee safari inaweza kuwaona na kuweza kuwatambua na kuweza kuwazawadia. Kwa hiyo jezi hii inabeba mambo mengi sana zaidi ya muonekano tu, lakini pia imeweka alama za historia ya mpira. Kama baadaye tutakuja kuiangalia vizuri, utaona ina michoro mbalimbali. Kwa mfano mchoro wa kiwanja ni vitu vikubwa sana ambavyo ni kama milestone na zinaonyesha jinsi Tanzania ilivyosafiri katika mpira mpaka hapa tulipofikia sasa hivi. Mpira kwa kweli umekuwa sana, na sisi tunafurahi kwamba tulikuwa katika nafasi ya safari hii. Na kikubwa ni kwamba tuliona kwamba hii jezi tunataka kuizindua kwa ajili ya watu. Kwa hiyo tumeandaa tukio pale maeneo ya Mwenge
karibu na kituo cha basi, ambapo tutaenda kuizindua rasmi. Naamini watu wote watakaoenda pale wataona sasa jinsi uzinduzi huu unavyofanyika, na tuliamua kufanya pale kabisa kwenye watu wengi kwa sababu ni jezi ya watu wao. Kwa hiyo tuliona kwamba uzinduzi wa jezi hii tunataka kuionyesha jinsi gani unavyoweza ukaistyle kwa mitindo mbalimbali na ukaweza kuenjoy ikawa kama zawadi ya ubingwa, kwa sababu kila unapovaa jezi ni alama ya kwamba tumekutambua, ni alama ya kwamba wewe pia ni champion, wewe pia ni bingwa. Kwa hiyo ni jezi ambayo inataka kila anayevaa ajisikie kwamba yuko proud, kwamba na yeye anaonekana kwamba yeye pia ni bingwa. Kwa hiyo ina mambo mengi sana, imebeba vitu vingi. Okay. Lengo lilikuwa ni kuwatisha. Si ndio? Yeah. Sasa wanasema kwamba shabiki ni mchezaji namba 12. Sana. Si ndio? Yeah. Baada ya wanaume ambapo pale 11, shabiki ni mchezaji namba 12. Yeah. Kwenye maisha yako ya soka, ameeleza hapa Madam Kesi pamoja na Pamela kwamba wameona umuhimu wa shabiki, ndio maana wamemletea jezi hii. Yeah. Sasa wewe kama mchezaji, nataka utuambie umuhimu wa shabiki ndani na nje ya uwanja. Okay. Yes. Kwangu mimi shabiki ni mtu muhimu sana, lakini pia mashabiki ni watu muhimu hata katika timu, kwa sababu kama timu watatoa jezi, mashabiki watanunua, lakini ukiachana na hilo, kila mnapocheza mechi ina maana mashabiki wataweza kujitokeza uwanjani na kuweza kuja kuwapa support. Kwa hiyo mashabiki wanapokuja ina maana wanaweza kuwapa energy wachezaji. Hata kuna time mnakuta mmechoka, labda hamjapata goli, lakini mkisikia mashabiki wanaposhangilia, wanapowapa hamasa, ina maana inazidi kuwapa nguvu ya mchezo na kuzidi kupambana. Na wakati mwingine unakuta tunakuwa tumepoteza labda katika situation ngumu, lakini tukifikiria kwamba tuna mashabiki wengi ambao wako nyuma yetu, inazidi kutuongezea nguvu kuweza kupambana na kuweza kurudisha na ikiwezekana kuweza kushinda. Kwa hiyo kwenye upande wangu mashabiki ni watu muhimu sana, na ndio maana tunakuwa tunawapambania pia tunapokuwa uwanjani. Kwa hiyo tunawapenda sana na tutaendelea kuwapambania. Okay. Kibabage, swala kizushi, unapokwenda kujibu umuhimu wa mashabiki. Kuna wakati uko uwanjani unafanya kwa ajili ya mashabiki au unafanya kwa ajili ya kocha, unafanya kwa ajili ya timu? Unapokuwa unapambana pale uwanjani, nataka nijue. Kwa upande wangu mimi nafanya kwa sababu ya timu. Kwa timu ya timu ipate matokeo. Na umuhimu wa shabiki unaingia vipi sasa wakati unaipambania timu? Unapoipambania timu ipate matokeo, utapata kuona umuhimu wa shabiki, kwa sababu unakuta nadhani nizongelezi timu mbili kwa sababu ambazo zimebeba hisia kubwa ya mpira wetu wa Tanzania. Mashabiki wengi ndio ambao support hizi timu. Unakuta kwa mfano mnacheza mechi, let's say timu kubwa labda ya Simba labda na timu nyingine ndogo yoyote, unakuta kuna menda mkoani, labda unakuta kuna kilema tu, unaweza kumuona kilema tu ambaye yani hata miguu ana ipo kwenye kigari chake tu kile jukwani anashangilia kabisa. Sasa ukajikuta huyu mtu anafanya kitu kama hichi, ametoka tu huko alipo, hujui kafikaje pale, nani kamsukuma mpaka kafika pale, anashangilia, anasapoti. Kwa hiyo unakuwa kama unapata passion ya kuhakikisha wacha nimpambanie huyo mtu, hii timu inapopata matokeo ndio furaha yake pekee anaipata.